Hii ni episode ya 9 ya kiporo tulichokuwa nacho kwenye sinema ya mwisho. Sasa episode ya 9 inaanza Hiro na Muhii ambao walikuwa wakiigiza ile sinema ya romantic trip, wakawa wakielekea kwenye opera kama part ya hiyo sinema yao ambao wanashoot. Muhii akawa anasema namna ambavyo anapenda opera moja kutoka kwenye sinema inaitwa Pretty Woman. Then punde ndio ikawa hiyo ina play. So Muhii akaanza kuimba, jambo ambalo likawafurahisha sana kwamba sinema inakuwa sasa ya kuvutia ambayo hata waigizaji na participate na vitu kama hivyo. Mara flashback inaonyesha kwamba Hiro akiwa na mtoto wa dada yake wakawa wanacheza pale. Dada yake ndio kugundua kwamba jamaa alimbusu Muhii kipindi fulani huko nyuma, watu wanafanya hizo scene, hizo shooting za filamu. Kwa hiyo akaanza kumtania tania juu hilo jambo. Mara akapata text kutoka kwa Muhii yenye picha eneo moja aliyokuambia kwamba atamsubiri. Kumbuka pale Italy walikutana sababu Dorami alimnongoneza kwamba wakutane hapo. Sasa ndio yaelezwa zaidi kwamba jamaa alifika, lakini kukutana na Muhii akawa tayari kabadilika kutoka kuwa Dorami kuwa Muhii wa kawaida. Akawa tu anashangaa kwamba amefikaje hapo alipo. Ndio Muhii kugundua kwamba kuna possibility kwamba alimwalika kuja hapa ni Dorami. Kumbuka kuna muda Muhii hubadilika personality kwa Dorami, mithili kama vile mtu akiwa ameshika mapepo hivi. Baadaye wakaja kwenye mwafaka kwamba wote hawapendani kimapenzi, ni vile tu kwa sababu anafanya hiyo kazi. Basi siku inayofuata shooting ikaendelea. Muhii akawa na furaha sana kusikia sauti ya Hojin. Basi baada hapo hiyo siku ikapita, anakuja kuamka next day, haelewi kwamba jana mambo yameendaje, kumaanisha kwamba Dorami ndo alihusika kwenye siku nzima ya hiyo jana. Anaamka na ukuta menu na vinywaji vimepostiwa kwenye page yake ya IG. Na usiku huo tena Hojin na Dorami wakaspend the night pamoja. Lakini wakati huu sasa mambo yakawa mengi, maana Dorami alikuwa ameiba kamera ya Hiro na nia yake ni ionekane imepotea, alafu Muhii akaipata ili Hiro aweze kumpenda. Hata anamwambia Hojin kwamba yuko tayari kuficha hilo zaga kwa ajili ya Muhii, yani kamera isiweze kuonekana mpaka pale ambako mwanamama atakapoipata. Sasa baadaye wakati timu inakula, Mr. akaanza kuhoji kwa nini Jiseoni hajavaa pete yake. Ikabidi basi mwanamama airudishe tu ili mambo yasiweze kuwa mengi, jambo ambalo lilimkasirisha sana Yongwoo. Kumbuka kwamba hawa wawili ndoa yao wameivunja, yani Jiseoni pamoja na Jisok. Sasa wakati huo wanakula, Hojin na Muhii walikuwa wameenda sehemu nyingine kabisa. Kwenye tembea katikati ya mji, wakaona timu hiyo ipo kwenye hoteli moja inakuwa. Ikabidi basi wageuze huko wamejificha. Lakini Nanami akaisha kuwaona na kumtambua kwamba yule pale ni Hojin. Asubuhi inayofuata search ya kamera ikabidi basi ifanywe, maana Hiro alikuja kugundua kwamba kamera yake haionekani. Ikabidi basi Hojin aiweke mahali ambapo Muhii baadaye ataonekana kwamba ameipata. Jamaa kumbuka kwamba kuna uwezekano Dorami alimpiga picha. Ikabidi basi amvute pembeni ili acheke kama vitu viko sawa, ili kama kuna picha ambayo jamaa alikuwa hajaipiga ifutwe na vitu vingine kama hivyo. Muda mfupi baadaye Muhii akaitwa, ikabidi basi aondoke. Na Nami akamkuta Hojin na kumwambia kwamba kuna jambo anataka amuulize. Anaambia ile siku wakati tunakula ni kama nilikuwa na wewe na mwanamke fulani hivi. Sema alikuwa amevaa viatu kama vya Muhii na Muhii alikuwa mmoja wa watu ambao mezani hawakuepo. Jamaa akadanganya pale, anasema sio Muhii, atakuwa ni ameona tu vibaya, yani na Nami. Basi sawa. Kutoka hapo timu ikaenda kwenye maonyesho ya picha ya Japani kwa ombi la Hiro. Wana Hiro ni mtu ambaye anapenda sana masuala ya photography, lakini pia alikuwa ana host hilo tukio anamfahamu kwa uzuri kabisa, hivyo itakuwa vema kama wakienda kumpa support. Wakiwa kule wanagundua kwamba eneo la shooting ambalo linafuata katika eneo la kuzalisha wine limepata madhara ya kuungua na moto, hivyo ikabidi wamuombe Jiseon basi ampigie yule mchumbaji ndo Jisuk, maana anajua eneo lingine kabisa kama hilo ambapo anaweza kupata kwa shoot. Basi ikabidi kishingo upande sana tu binti afanye hivyo, maana kumbuka hawa wawili wamegombana. Hojin yeye akaenda zake kwenye mgahawa ambapo huwa anakwenda na Dorami, lakini time hii akaenda peke yake. Mmiliki alihuzunika sana, anaambia siku zote yule ambaye huwa anakuja hapa uchora kijani fulani hivi kwenye tissue, na kama angekuja leo basi ingekuwa ni kijani cha 7 na kichora, kumaanisha kama ingekuwa ni bahati. Kule kwenye maonesho Muhii anakutana na picha ya Northern Lights kama walivyoziona kule Canada, akaanza kulia tu akimwanza Hojin. Mara akawa Dorami tena. Hiro naye bila kujizuia akanoti yale mabadiliko yaliyotokea. Dada huyu akatoka mpaka kwa Hojin, anaambia huwa anakuja kukuona sababu bibie yule Muhii bado anakupenda, sema hawezi kuspend muda na wewe ama kukwambia hilo jambo. Na kwa nini hapendi kukuona? Ni kwa sababu shida ni wasiwasi. Yani Muhii ana wasiwasi kwamba Hojin anaweza kuja kugundua siri yake kwamba mama yake alimua baba yake akajaribu kumuua na yeye pia. Ndio maana binti yuko kwa namna hiyo ambavyo yuko sahihi. Anaweza kupambania penzi alafu likianza kukoa tu anakimbia. Hojin aliposikia hilo akasononeshwa sana na kuamua kumkumbatia Dorami. Dorami anaambia Hojin amwache Muhii ili aache ndoto zake za wabunwasi kwamba ataishia kuwa na wewe happy ever after. Basi na episode ikawa inaishia hapo ambapo Dorami anaambia hayo mambo Hojin. Asante sana, mimi naitwa Winani. Ciao.